Amba. Vipi? Kwa vizuri. Mambo. Kwa jina Telekom. Ndugu zangu. Yes. Ya Tanzania. Niko na Lucas Mkenda Mr. Nice. Swaibangu. Ndugu wa damu. Na anaishi Kenya, ila Kenya hamna bahari. Kwa leo tunaenda bahari bichi. Kaogelee. Bwana, kwanza niwashukuru na nishukuru Madi na kushukuru binafsi yangu kwa kunikumbuka. Unajua bana, ukiona ndugu zako wamekukumbuka ni jambo la heri sana. Tumetoka mbali, muziki tumeutoa mbali, tumepitia mambo mengi, na katika surprise ambayo naweza sema umenifanyia ni kuniletea huyu jamaa. Kwa sababu hata Kenya hakuna kitu naulizwa kama huyu hajatajwa. Bana ingine inakuwa kero, na kwani haya mambo yaishagi. So nashukuru umetukutanisha brother. Sisi ni ndugu. Lazima tuambie watu kwamba hata wale wadogo zetu wanaokuja wanahitaji waige mfano wetu, kwa sababu mimi na wewe tumevurugana kweli. Achana na mambo ya kiki, sisi tulikuwa tunavurugana ile mbaya kabisa ya ukweli, lakini tumefika mahali ni watu wazima, yaliyopita si ndwele. Huyu ni brother yangu, nataka ningeenda Mwanza wanipokee, anapokuja Kilimanjaro na mimi nimpokee, na nashukuru sana Babu Tale. Uko wapi baba? Huyu mzee bana, na historia naye ya tofauti kabisa, lakini hakuna mwanamuziki ambaye ana historia na ujamaa. Hatutaongea mengi tutaongea pale Mlimani City. Kwa hiyo nawapenda sana na nashukuru sana. Leo naenda kuogelea. Wewe Mchaga na bahari wapi Sinanga. Kitu kingine ambacho mko mjui, show yangu 2024 Kongo nilikuwa na Mr. Nice na Bushoki. Kwa sisi hatuna vita. Hapana. Na tushapiga show Moshi, tuko kila mahali. Miaka 30 ya Bongo Flava, ukiona umewekwa pale si mchezo. Unaona? Ni kuheshimiwa. Kwa hiyo tunataka tuendelee kuwa mfano bora, kwamba jamani, si tumewahi kufanya na tuliona hana faida na tumeachana nayo. Kwa hiyo nyinyi tunawashauri msije mkathubutu kufanya, hata wajengea atakuwa na yanachafua. Dudu anaimba, Mr. Nice anaimba. Kwa nini tusitumie mziki badala ya kutumia labda magufu na nini, vitu kama hivyo? Sisi inabidi ndio tuwe mfano, kwa sababu tulifanya na tukagundua vina faida. Kwa hiyo haiwezekani baada ya mkutano huu au mkusanyiko huu wa Bongo Flava miaka 30 alafu turudi tufanye tena ujinga. Hata wewe si utatuambia hii nyewe kumbe mko mnatuchora. Kwa hiyo pia tunajua serikali imeweka mkono wake na baraka zake. Kwa hiyo wanategemea tuwe na adabu nzuri ili watoto wetu waweze kubadilika kutokana na sisi, kwamba kumbe kila kitu kinawezekana, mambo hubadilika. Unaona, mimi nimefurahi sikuwa, lakini nimefurahi sana Madi na Mheshimiwa Babu Tale. Unajua mheshimiwa lazima likae pale pale, hata kama ni Babu Tale, lakini neno mheshimiwa nalo lina ofisi yake, au sio bwana? Na nyinyi wote waandishi wa habari, na mlijikusanya mkaenda mkatembelea kule gerezani na vitu vingi mmevifanya. Kwa kweli msikuwa, lakini najua kama Mamba alikuwepo ina maana mimi nilikuwepo. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vitu ambavyo vya msingi tunataka kufanya. Unaona? Kwa hiyo sidhani kama kuna chochote kitaendelea kubadilika baada ya tarehe 10. Bali tutafanya mengi zaidi. Huyu ndugu yangu huyu. Ya kwenu wawili. Baada ya miaka 30 collab labda tutarajie kuonesha wana. Of course, hakuna kitu kinashindikana. Hii collab tumeongea na Dudu hata tukiwa Kongo I think. Tukasema inabidi tuje tukae tuangalie tunaweza fanya nini pamoja. Hiyo ndo nadhani watu watakuwa wanasubiri sana. Na kwa msaada huu tu wa Bongo Flava miaka 30 na msaada huu wa kiongozi wetu hapa, nadhani kila kitu kinawezekana. Tumalize tu kusema kwamba tulichokiandaa tumekiandaa kwa sababu ya watu wenye kiu ya kuona wakongwe kwenye jukwaa moja. Hii ni zaidi ya TBT, lakini inafanyika Ijumaa. Zaidi ya Throwback Thursday, but inafanyika on Friday, this coming Friday. Lakini kitu kikubwa ni kwamba tutamuomba Mr. Nice. Yeye mwenzetu sasa hivi anakaa sana Nairobi, sio? Tutamwambia tunataka tuvuke na miaka 30 ya Bongo Flava tuende nayo Kenya. Yeye kwa sababu ana wadau kule atatuambia tunafanyaje, lakini dhamira ya hii show baada ya tutakachokiona Mlimani City kitasema kwamba tunakwenda mikoa mingapi baada ya tutakachokiona Mlimani City. Kiu ya watu kumuona Nice ni kubwa sana.
nani wa kumpeleka? Madi amethubutu, leo hii Mr Nice yuko Tanzania, leo hii Dudubaya na Mr Nice wako pamoja. Hii ni picha ambayo watu ambao wasiopenda maendeleo ya muziki hawawezi kuipenda, lakini leo hii ukumuona Mr Nice na Dudubaya pamoja, wanaopenda habari chafu hawawezi kupenda. Kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwa uelewa wa Madi, leo hii Mr Nice na Dudubaya wako pamoja. Plani ya hii show nzima namna ambavyo ilivyo, unajua wakati tunaimba sisi tunaimba tukiwa watoto, yani tuko madogo fulani. Sasa hivi tunaimba tukiwa tuna watoto. Sasa nilipata wazo baada ya Sogi alinipigia juzi, bwana, kwa mara ya kwanza nafurahi bwana, naenda kwenye jukwaa naimba, mtoto wangu kasema anakuja kuangalia show. Kwa hiyo nikapicha ya sisi hapo kwanza, Dudu nikagundua na mtoto wake mkubwa tu, Duli na mtoto wake mkubwa tu, Chege, wote sisi, nikatengeneza mazingira kwamba kwa nini pale mbele tusikae na familia zetu, baba, mama, mtoto au bibi, babu, yani familia zile ambazo zilikuwa zamani hazina nafasi ya kutuangalia kwa kuamini kwamba wauni tu, wauni tu. Lakini kwa namna ambavyo tumetoka kule mpaka tulivyo sasa hivi, wameamini kwamba huu gari ambao unakuja nyumbani, haya masomo ambayo anasoma mtoto wetu yametokana na huu muziki. Wakae pale mbele waone shughuli ambayo sisi tunaifanya, ambayo inazifanya familia nyingi zinafurahia matunda yetu. So nimetamani iwe hivyo, na nadhani hili swala nitalifikisha kwa wenzangu pale mbele pale, kukae watoto wetu tu au mama zetu tu, ambao tunataka familia yetu zote zione namna ambavyo tulikuwa tuna struggle mpaka hii leo tunasherehekea haya mafanikio ya Bongo Flava. Kama mlikuwa mnakula vizuri, mnasoma vizuri, basi ni kwa sababu ya hii Bongo Flava. Yes. Karibuni waandishi wa habari.